Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juu yako ni ishara, niko ndani ya Tanga, niko barabara ya 7. Moja ya vitu ambavyo vinapatikana Tanga, unapofika mitaa yake utasikia 1, 2, 3, 4, 5 kwa mtiririko huo. Kipindi hewani ni dawa mtaa kwa mtaa, nami mtangazaji wako Ismail Muhammad wa siku zote, na swali letu la leo litauliza, je, dua ya kuchinja ngamia ni ipi? Dua ya kuchinja ngamia kiuhalisia, dua ya kuchinja ngamia ni ile ile ya kuchinjia kuku, ni ile ile ya kuchinjia mbuzi. Ungana nami mtangazaji wako pamoja naye kameramani wangu Bwana Said, naye flow manager wetu Bwana Khubaib, mtaa kwa mtaa, tujue yaliyomo yamo, au Waislamu wanachinja kwa dua za vilio. Ungana nami mtangazaji wako, yalla bismillah. Mtazamaji na salamu alaikum. Salamu. Vipi hali? Salamu. Naitwa Ismail Muhammad. Naitwa nani? Sadiki Juma. Sadiki, mbona niangalia kama hujiamini, kama utakaupigane vipi? Hamna. Kipindi hewani ni dawa mtaa kwa mtaa. Unauliza swali, ukipata unapata posho. Unasemaje? Ukikosa imeenda. Swali letu la leo rahisi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuja Maka akizunguka alikuwa na ngamia. So unamjua ngamia? Na unajua ngamia mambo yake? Sasa nipe dua ya kuchinja ngamia. Sijakwambia kuku, mbuzi, ngamia. Na unajua ngamia ni dua, ngamia ni mnyama wa baraka. Dua ya kuchinja ngamia, kiumbe mzio. Sasa kwa bado sijajua. Ngoja nisogee, watu unaangaliwa huko bana. Usiniambie mambo ya kuku, ya kuchinja ngamia. Sijajua, najua ya kuku. Ya ngamia hujajua? Sawa. Kidogo tuongee kidogo. Unanisikia hapo? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Vipi hali? Namshukuru Mungu. Naitwa Ismail Muhammad. Naitwa nani mzee wangu? Mimi naitwa Bonzo Muhammad. Bonzo? Ndio. Mtukazi wewe. Mtu chuma. Ndio. Bendera mlingoti, bendera chuma, mlingoti ngumi jiwe. Asante sana. Kipindi hewani ni dawa mtaa kwa mtaa. Unauliza swali, ukipata unapata zawadi, ukikosa nachukua hii. Ndio. Msemaji mtukazi? Mimi niko salama. Okay, sawa. Swali letu la leo linasema hivi. Kuna wanyama wengi. Ndio. Lakini kuna mnyama anaitwa ngamia. Ndio. Nadhani ushamsikia kazi aliyoifanya, kampeleka Mtume Maka pale. Ndiyo. Sasa nataka uniambie dua kumchinja mnyama huyu. Ngamia, dua kumchinja ngamia. Ngamia. Na wewe unamjua mazoea yake alivyo na hatari. Ngamia, dua kumchinja. Kwanza wanalia sana. Kwanza kabla hujamchinja anaanza kulia. Anaanza kulia. Na ngamia, ili umuone huruma usimchinje. Ili umuone huruma. Ukimchinja akubali mwenyewe kunyosha miguu yake na mikono. Kwa kabla ya dua unaanza kutoa elimu kwanza. Aliye alafu atanue mikono. Ananyosha miguu na mikono. Alafu anakuwekea shingo yake. Yeye mwenyewe anakwambia wewe mtukazi Kwa kisha kuwekea shingo yake. Inatakiwa na wewe usome dua ambayo ndio hiyo dua sasa nisome. Hiyo sio unataka kumchinja. Yaani akisha kuwekea shingo atakiwa usome dua. Huwezi kumchinja bila kusoma dua. Ndio hiyo dua naitaka. Na wewe baharia ulikuwa unachinja ngamia. Mimi kuchinja kwa kweli sije kuchinja. Kwa hiyo hilo ulichoniambia hapo umeona kwenye cartoon? Hiyo umeona kwenye cartoon? Hii nimeiona katika mambo ya TV hizi. Katika MBTV. Lakini kumuona binadamu akaa amesimama na ngamia. Kwanza ngamia kwetu Tanzania ni vigumu sana mpaka kuja kumuona. Tupe sasa hiyo dua. Tupe hiyo dua. Dua. Kwa nikasema je, kwa matamshi ya Kiswahili itakuwa dua imekubalika au? Sema tusikie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Mwenyezi Mungu wangu. Niombee mimi mja wako. Na huu mnyama ambaye amelia na kutoa machozi, akanyosha shingo yake na miguu na mikono, kisu kikafanya kazi. Hiyo bado unamwombea dua hiyo? Hapo tayari ushamaliza. Hapo umemaliza. Takbir. Takbir. Takbir.
Toa sauti sasa tuasikie. Takbir. Takbir. Ukiambiwa takbir bwana unasema Allahu Akbar, sawa? Usio kama Saddam, usio kama Saidi. Ukiambiwa takbir unasema Allahu Takbir. Allahu Akbar. Wewe mtu kazi kweli. Bana wewe jibu umekosa. Ukitaka kumchinja unasema, ukitaka kusema unasema bismillah Allahu Akbar. Sawa? Ndio. Asante bwana. Sawa? Nikitaka kusema bismillah. Sasa bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Unapitisha kisu. Tuomba mtusaidie mashema yake, umri ushakwenda sasa. Lakini humu kama ulikuwa unasikiliza ngoma humu. Kusikiliza muziki dhambi. Kweli. Ni dhambi kweli, lakini hii inanisaidia kutokana na umri wangu. Unarudi nyuma ukisikiza muziki unarudi kwa kijana. Ngojea basi. Kuswali na swali kweli. Wewe una swali? Nitajia swala. Ngoja nitajua kama una swali. Swala ambayo sio ya faradhi ya rakaa moja. Swala ya faradhi ambayo sio ya faradhi ya rakaa moja tu. Moja tumeondoka. Mimi sijaswali. Ipo au haipo? Ipo lakini mimi sije kuiswali. Ila ulisikia kama ipo. Naona watu wakiswali rakaa moja. Na kwa naye. Msikiti gani? Msikiti wa Ijumaa hapo. Msikiti wa Ijumaa unaonekana na mlingoti chuma akiswali rakaa moja. Uliona kwa macho yako? Kwa macho yangu. Wakatazi waambia mna swala rakaa moja. Waambia mna swala rakaa moja, sawa? Ni kwa watu shehe kisha swalisha. Baada kuswalisha tumeshamaliza. Sala zetu 5 za jamaa. Salamu alaykum warahmatullahi, salamu alaykum warahmatullahi. Pale mtu ana sasa ndo nilipata kaniulize na maana gani ile? Salamu alaykum. Salamu alaykum. Salamu alaykum warahmatullahi, salamu alaykum warahmatullahi. Sasa ngoja kwanza wewe unaonesha usharuka kwenye meli hizi kuzamia kwa meli sijaruka. Ngoja kwenda Ulaya. Wala bahari sijafikia. Bwana sasa unajihitaji mtu chuma. Mtu chuma kutokana na michezo yangu nilikuwa nacheza. Maana mimi ninaitwa Bonzo kwa jina la michezo ya ngumi mpaka nje nikapata ajira bandarini. Asante bwana Bonzo. Ndio nashukuru. Inshallah. Uache kuangalia vibonzo. Asante. Nipe dua ya kumchinja ngamia. Ngamia kama ngamia, mimi sikwambia sio kumjua wanyama wengine, ngamia. Si hapa gumu hapo. Kwani wewe madrasa ulikuwa unasinzia au ulitoroka kabisa? Mimi najua watu hizi ndogo ndogo hizi. Kubwa uzijui. Na kuchinja kama ngamia, mende, kongoni, komba mwiko. Ujui hizo? Hapa gumu shehe. Basi mimi nakupa jibu. Naam. Jibu bana, dua ni ile bismillah Allahu Akbar, sawa? Sawa. Endelea kuangalia MBTV. Hamna shida ustaz. Shukrani. Salama sana. Naitwa Ismail Muhammad. Naitwa nani? Naitwa Hamdani Kali. Ibrahim Hamdani. Ibrahim. Wewe mwenyewe kabisa. Wa Tanga. Wa Tanga hapa. Mwenye Tanga ni wewe? Ndio mimi. Haya. Kipindi hewani ni dawa mtaa kwa mtaa. Unauliza swali, ukipata unapata zawadi, ukikosa unachukua kofia. Kama swali gani labda? Swali jepesi huwezi kulikosa. Niambie. Kuna mnyama anaitwa ngamia, unamjua? Alimbeba Mtume akamzungusha kwenye Kaaba. Mnyama huyu kaelezewa habari zake ni nzito. Habari zake ni nzito. Sasa mimi sitaki dua kuchinja kuku, sijui nipe dua ya kuchinja ngamia. Ngamia namkusudia hapa ni ngamia. Dua ya kuchinja ngamia. Kwanza ushakula ngamia? Sijawahi. Haya, taja dua kumchinja ngamia. Mimi sijui dua yake bwana. Wewe chuo hujaenda? Nimeenda lakini sijajua hiyo. Ulikuwa mtoro? Nilikuwa mtoro. Unasinzia sana. Hamna. Hamna sinzi. Ukikaa wewe na Khubebu mnapigana mangoto. Hamna. Bwana sauti haitoki au unaogopa? Kipindi hewani ni dawa mtaa kwa mtaa. Unauliza swali, ukipata unapata zawadi, ukikosa unapewa elimu bure, sawa? Ndio. Swali letu la leo linauliza hivi, ngamia unamjua? Ni mtukufu sio? Yani ni mnyama adhama sio adhama? Ngamia ni mnyama adhamu. Sasa yule sifa zake, alimbeba Mtume akampeleka pale Maka akamzungusha, sio? Nataka dua ya kumchinja ngamia. Sitaki ya mbuzi sio ya kuku, ya kumchinja ngamia. Kwa kweli nimesahau. Umesahau au hujui? Sijui. Takbir.
Allah. Mnyama ngamia unamjua? Nafahamu. Shai kumuona? Ndio. Ana miguu 5 au 6? Miguu 4. Kweli umemuona? Na ushai kusikia historia yake alivyombeba Mtume akamzungusha kwenye Kaaba. Nadhani umezisikia habari za ngamia, ni kubwa, si ndio? Ndio. So leo tunasema tutajie dua ya kumchinja ngamia. Dua ya kumchinja ngamia? Tena unaambiwa pale, kuna mtu kaniambia mpaka halale mwenyewe alie sijui. Sasa dua ya kumchinja hiyo mpaka halale mwenyewe? Ya kumchinja tu, amelala umemchinjia juu juu, atajua mwenyewe. Si tupe dua ya kumchinja. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi nitaishia hapo. Utatia hapo. Kwa hiyo ukisema bismillahirrahmanirrahim unachinja. Natia nia na mchinja. Ukitaka kula na yenyewe unasema bismillahirrahmanirrahim. Kwa dua ya kula na kuchinja zinafanana? Hapana. Sawa. Dua ya kuchinja ni nia. Kwa hiyo sasa mbona unanichanganya? Hebu niweke sawa. Dua ya kuchinja ni nia au kuna kitu unasema? Kwa mimi nitatia nia. Utatia nia. Na wewe tu kuchinja kwa kisu kikali. Hapana. Nia watiaje? Hebu niambie. Kwa mimi nitasema nanuia kuchinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Basi. Kwenye kula ndo unasema bismillahirrahmanirrahim. Bana wewe sasa sikiza, jibu ni hivi. Ukiwa unachinja unasema bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Alafu kwenye msosi bismillah. Sawa. Umepata elimu. Una lipi la kumwambia mtazamaji anayekutazama, kijana mwenzio, umuhimu wa kujifunza dini, umuhimu wa kusoma masomo ya dini? Na washauri waendelee kujifunza masomo ya dini kwa sababu dini ina manufaa kesho siku ya Kiyama. Asante bwana. Mtazamaji popote ulipo, tumefikia mwisho wa kipindi chetu na bila kupata mshindi. Swali letu la leo lilikuwa likiuliza ni ipi dua ya kuchinja ngamia? Kiuhalisia watu wengi wamechanganyika wakiamini kwamba ngamia kama ngamia ana dua yake maalumu ya kumchinja, lakini la, dua ya kuchinja ni moja. Haijalishi unachinja ngamia, haijalishi unachinja kuku, haijalishi unachinja bata, unamchinja mende, unachinja burkenge, dua ni ile ile, bismillahi Allahu akbar, na hatimaye unamchinja. Ndani ya jiji la Tanga pamoja nami ulikuwa naye kameramani wangu bora kabisa siku zote Bwana Said, sambamba naye tunaye Bwana Khubeib ambaye ndiye alikuwa akituelekeza hapa na pale. Mpaka muda mwingine, wakati mwingine, wassalamu alaikum.